Miongoni mwa mazuri yanayomtengenezea imani ya mwanamke ni pale mwanamke atakapojua umuhimu huu wa amali bora katika maisha yake, kutoa kwa ajili ya Allah. Mama zangu, dada zangu, binti zangu, tubadilike. Allah katukirimu kutupa dini hii. Dini sio mchezo. Hii dini ni neema kubwa. Wewe ukamnyonyesha mwanao, andikiwa thawabu. Wewe ukafua uniform ya mtoto wako, unaandikiwa thawabu. Wewe ukapiga pasi nguo ya mumeo, unaandikiwa thawabu. Yani unachofanya wewe, Allah anakukirimu tu, basi hata na wewe kuinusuru dini yake huwezi. Allah tabarak wa taala kawasifu waumini wa kweli, alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lakini pia alipoitaja pepo ni wacha Mungu, uiddati lilmuttaqin, sifa ya kwanza ya muttaqina akasema alladhina yunfiquna fi sarra waldharra, wanaotoa wakiwa katika hali ya furaha wanazo, na wanatoa pia wakiwa kwenye dhiki. Kile kichache chake, huenda shilingi yako moja ikamshinda aliyetoa 100,000 kulingana na nia yako na ikhlasi yako. Dunia inakwenda na mambo matatu. Dunia inakwenda na tafkiri, kufikiria. Kuna takhtit, kuna kuplani, kuna tamfidhi, alafu kulifanya lile ulilofikiria, ukalipangia, ukalitendea kazi. Tusibaki kuifikiria pepo, lakini hatutaki kuplani njia za kwenda peponi. Allah asema kuna kizuizi cha pepo, ondosha kizuizi ndio ngie peponi. Kizuizi si kingine, una mtumwa mwache huri. Leo hatuna watumwa, lakini tuna wasomi hawana uwezo wa kuingia masomoni. Tujengeni, tusimameni, tusomeshe watoto wetu. Huenda wako akawa mvivu, akawa ni slow learner, asifike pa kusoma, lakini ukimsomesha mwenzako, basi ndio umemsomesha, kheri ile itakufikia kama vile ilivyokufikia kwako. Ahibba linnasi ma uhibbu li nafsi. Kuna wagonjwa ambao wana haja ya kutibiwa, lakini anazunguka na magonjwa yale au na madeni. Wewe ukienda ukimwondoshea faku rakaba, umeondosha kizuizi. Kuna watu nimegundua mimi huzunguka katika dawa zangu magerezani, mtu yuko jela miezi 6 kwa faini ya 3,000, kosa la barabarani, mkewe na wanawe wateseka, miezi 6 jela, kisa ni 3,000. Lakini Waislamu wako wapi? Kila mmoja asema nitafanya nini ambacho mwenzangu hajafanya. Lakini jamani, kiasi utakavyolifanya lako mwisho halitokuwa geni. Atakuja mwingine atafanya zaidi yako, na lile lako historia itaharibika. Lakini kitakachobakia kwako ni pale utakapoingia mguu wako wa kulia ndani ya jana, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqam. Hii dunia kwetu ina faida tukijua malengo yetu.